Ahmed Ramadhani Kayamba. Nimepata hii neti kwa ajili ya kujikinga na maambukizi ya malaria. Malaria ni adui kwangu, ni adui kwa afya yangu pamoja na familia. Wananchi wenzangu na wahasa watumie vyandarua kwa ajili ya kujikinga na mbu na sio vinginevyo, labda kufuga kuku au kwa ajili ya bustani. Wito wangu na wahasa kwamba vyandarua hivi sio kwamba labda vinahatarisha afya au kwa wanaume kwamba vinapunguza nguvu. Vyandarua hivi havipunguzi nguvu, bali ni kinga kwa ajili ya mbu. Mwakilishi kutoka PMI Evolve ni mradi ambao unafadhiliwa na serikali ya Marekani na ndio ambao wamewezesha upatikanaji wa vyandarua hivi, na kazi hii inafanyika kwa ushirikiano wa Wizara ya Afya kupitia Mpango wa Taifa wa Kudhibiti Malaria pamoja na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Tunataka kutoa shukrani zetu za dhati kwa ngazi ya mkoa kwa ushirikiano wenu mkubwa wa kufanikisha zoezi hili katika halmashauri 4 za mkoa wa Katavi, lakini pia Wanatanganyika tunawashukuru sana kwa kuweza kujumuika nasi katika shughuli hii. Lengo letu kubwa ni moja tu, ni kuhakikisha tunakuwa na zero malaria. Na sisi tuna msemo wetu, tunasema tukisema zero malaria inaanza na mimi, inaanza na wewe, na chukua hatua kuitokomeza. Kwa katika hatua ambazo tuko nazo na mikakati ambayo Wizara ya Afya tuko nazo, mojawapo mkakati ni huu ugawaji wa vyandarua vyenye dawa. Vyandarua hivi ni salama. Naombeni wananchi tukajifunike na vyandarua hivi. Kwanza ni vilaini kama tunavyoviona, ni vyeupe, lakini ni 5 kwa 6, ni vikubwa, sio vile vidogo kama ambavyo tulikuwa vinakuja zamani. Mama Samia oye! Vyandarua safi. Takribani vyandarua 700,000 ambavyo tunaenda kuvisambaza katika mkoa wetu wa Katavi na katika halmashauri 4 ambazo zina maambukizi makubwa ya ugonjwa wa malaria, ambapo takribani bilioni 14 ndio thamani ya vyandarua hivyo ambavyo vinasambazwa kwa lengo moja la kutukinga dhidi ya ugonjwa wa malaria. Kitu kikubwa ambacho sisi tunasisitiza, jamani, naombeni tukatumie vyandarua hivyo kwa matumizi sahihi. Tusiende kufugia kuku, tusiende kufanya vitu vingine, na wanaume tusiogope kulala ndani ya chandarua. Vyandarua hivi havipunguzi nguvu ya kiume. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoitazama Tanganyika, Mheshimiwa mgeni rasmi, na takwimu zilipotazamwa zilionyesha tuna takribani 18.4 ya ikiwa ni asilimia iliyoonekana kuwa na maambukizi ya vimelea vya malaria katika wilaya yetu. Lakini jitihada baada ya kuona hilo zilizofanywa na serikali kupitia halmashauri ili kutokomeza na kupunguza kuelekea kwenye zero malaria ni pamoja na upimaji wa wagonjwa wa vimelea vya malaria kwa wagonjwa wanaofia kupata huduma katika vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, ikiwemo zahanati, vituo vya afya, hospitali, lakini na vituo vingine vya kufanyia kliniki kwa kina mama na kwa watoto na kwa watu wote. Katika kipindi cha miezi kuanzia mwezi Januari mpaka mwezi wa 5, miezi mitano, watu takribani 5289 waligundulika kuwa na vimelea vya ugonjwa wa malaria na waliwapatiwa matibabu. Hizi ni jitihada ambazo Mheshimiwa Rais anazifanya kuhakikisha kwamba jamii ya wananchi walio ndani ya wilaya ya Tanganyika wanabaki salama na malaria isiwe kikwazo kwao. Eneo jingine ambalo serikali imeendelea kufanya katika wilaya yetu ya Tanganyika kwa kipindi takribani cha miezi mitano ni ugawaji wa vyandarua vyenye dawa kwa wajawazito wote waliohudhuria kliniki katika vituo vya kutolea huduma za afya, ambapo takribani wajawazito 5931 wamepatiwa vyandarua ili kuendelea kupambana na
malaria. Katika kutekeleza malengo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 kwenda 2030, ugawaji wa dawa kinga ya malaria kwa wajawazito waliohudhuria kliniki, ambapo kwa miezi mitatu katika robo ya kuanzia Januari mpaka Machi mwaka huu, jumla ya wajawazito 11,511 walipatiwa vidonge vyenye dawa ya kujikinga na ugonjwa wa malaria. Serikali imeendelea kuhimiza na kushawishi na kuwaomba akina mama na akina baba wanapokuwa wamepata mbaraka kwa mke kupata ujauzito wahudhurie kliniki ili kuhakikisha kwamba malaria inakingwa na tunajikinga kutokuwa na changamoto za kusababisha vifo vya malaria. Eneo la 4, Mheshimiwa mgeni rasmi, ambalo limeendelea kufanywa na serikali chini ya uratibu wa halmashauri, ni upimaji na matibabu ya wagonjwa wa malaria katika ngazi ya jamii, ambapo wagonjwa ambao wanakuwa wameshindwa kufika katika vituo vya kutoa huduma za afya inalazimu watafutwe, wapatikane na kupatiwa dawa ndani ya wilaya. Mpango huu umeendelea kufanyika kwenye maeneo ambayo yameonekana kuwa na changamoto kubwa, na programu hii imekuwa maalum sana kwa vijiji 11. Tutaendelea kuyafikia maeneo yote, tutaendelea kupambana na malaria pamoja na magonjwa mengine katika wilaya ya Tanganyika, kwa kwamba wananchi wetu wana afya njema. Mheshimiwa mgeni rasmi, utatupeleka salamu za shukrani sana kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameendelea kuwa na jicho lake na mikono yake katika wilaya yetu ya Tanganyika. Amefanya hayo, lakini ametupatia fedha nyingi za kujenga miradi mbalimbali, miradi ambayo inasogeza huduma kwa wananchi, na ndio maana wananchi hao wanapokuwa wameitwa kuja jambo la serikali wanajitokeza, sababu wana imani na serikali yao.